Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka asimzuru neno. Yesu alipokuwa anaongea, huyu mwenye pepo alifumba nini? Maana neno la Yesu lilitawala. Useme huyu mtu. Alafu aseme hivi, asimzuru neno. Kwa nini kwambia kitu kimoja? Miongoni mwa vita kubwa ambayo Yesu alituma kwenye mfumo wa maisha yake ni neno hilo hilo. Hata kama jambo lilikuwa limekufa, ukatuma neno. Kuna Mungu anasema arudi kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa alirudi kule. Unalitumaje neno? Ukiona uovu umeanza kukuvamia, hujalituma neno kwenye mfumo wa maisha yako. Mifumo huwa inanyeyuka wale wa Mungu. Mifumo kama kuna tuma neno inanyoshwa. Mungu anaweza kutafsiriwa kwa akili zetu au kwa mazingira tulionayo. Mungu anatafsiriwa kwa neno pekee. Ndio nasema neno Mungu ndiye mwanga. Kulituma ili tuondoe katika maangamizi. Kwa hiyo kuondoka kwenye maangamizi linategemea matumizi ya neno linalotolewa kwenye nini? Maangamizi. Ndio maana yote Yesu aliyafanya. Tunaambia watumishi wa Mungu, hakuwa madhabahuni kama vile hivi hapa. Alikuwa anamtumia Yesu kwenye mifumo ya nini? Ya maisha. Haleluya, haleluya. Kwa nini unatumaje neno? Usikubali mazingira, usikubali pambanaji, usikubali chochote kikuondolee utulivu na Mungu. Jaa neno, mambo sisi kujana tunapotumia kufunga. Ndipo Mungu nako sisi kuonekana kwa maisha. Mungu ni zaidi ya yote. Mungu ni bora kuliko chochote. Lazima ujifunze kumtuma Yesu kwenye njia unazoziendea. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, wamezungumziwa wana wa Mungu katika Mwanzo 6:2 ambao unawezekana kabisa walikuwa uzao wa Seth aliyekuwa mcha Mungu. Tumeona pia mahali pengine Biblia inataja wale waliomcha Mungu kwa jinsi hiyo pia. Yaani wanaitwa wana wa Mungu. Kula 3:14 na Hosea 1:10. Anasema wana wa Mungu wakaanza kuona binti za wanadamu waliokuwa wanawake kutoka familia ya Kaini isiyomcha Mungu. Mwanzo 4:16. Nadharia inayosema kwa kadhalika. Sasa hapa tujifunze kama tunaendelea. Walianza kutengeneza uhusiano, sio uhusiano wa kimatendo, yaani uhusiano wa mioyo kwanza. Moyo wa watu wa Mungu ukaanza kukolide na mioyo ya watu wasio na wa Mungu. Yaani mfano ndogo, labda ni mazingira tunayokuwa tunaishi. Si baya kutoa mfano. Moyo wa mtu aliyekuwa na Kristo anaanza kukolide na moyo wa mtu wa mtume mmoja. Kwa hiyo ile mioyo inasogezwa kati ya mtu aliyekuwa na Kristo na mtume mmoja hapo unaunganishwa. Ulipokuwa unazidi kuunganishwa katika Mwanzo 6:2 na katika Mwanzo 4:16 ndivyo uovu ulikokuwa unazidi kuongezeka. Yaani inapotokea kwa huyu anaungana na huyu kama ilivyokuwa imenenwa katika Mwanzo sura ya 1. Halafu anaondoka yule mtu. Kizazi kinachobaki pale ndicho kinachoitwa kizazi cha uasi. Kile kizazi kuwa katika ule uasi. Sitenda kaweka spirit. Tuchukulie spirit ambayo inaweza kujulikana katika mazingira ya kawaida, labda ujambazi. Hata mtoto akamata na lakumu, anapigwa na kuchoma moto. Lazima aje aifie ile dhambi anayofanya. Yaani lazima waje wamue kwa moto au kwa makaa. La sivyo achi. Kwa hiyo kizazi kilichoasi kinaanza kutengenezwa kwa kuwasaulisha watu mioyo yao dhidi ya connection ya neno la Mungu. Kwa neno la Mungu likikosa
likikosa kuuonya moyo wa mtu fulani, ndipo linapozidi kuondoka kwenye ule moyo. Alafu neno lingine lisilo la Mungu linazidi kujaa moyo wake. Mwisho wa siku huyo mtu hufanya uasi na uovu mpaka mwisho. Yaani mtu anayekuwa ametenda dhambi, kinachoanza ni kukosa hofu ya kutenda dhambi. Zaburi 119 mstari wa 9 nasema, moyo wangu nimeweka neno lako nisije kutenda dhambi. Kwa hiyo neno la Kristo linapozidi kuondoka kwenye moyo wa mtu, ndipo dhambi inapozidi kusogea kwenye moyo wa mtu. Kwa ukiona dhambi imetendwa, usihangaike nayo. Ishamla kwanza wewe mtu. Yale ni matunda. Mtu ushachukua muda mrefu ukazidi. Kwa hiyo uasi, hakuna kifo bila uasi. Ndio maana kuna nyanja tatu ambapo tumeona uasi umezidi kuharibu. Watu wa kina Metusela wameishi miaka 900 na kitu. Uasi ulipoongezeka, Ibrahimu amekuja kuambiwa ni mzee na miaka 100. Ulipoongezeka Zaburi 90:10, Daudi anasema miaka yetu sisi wanadamu miaka 70. Maana uasi umeanza kula miaka 800 hapo katikati. Wanadamu wakaanza kufa. Baadaye kutoka kwenye miaka 800 akaja kawa na miaka 100. Baada hapo kwenye 100 ikaondoka miaka 30 mizima ikawa miaka 70. Na muda unazidi kwenda, wewe Daudi sasa angeandika miaka mingine kama miaka 20. Kwa sababu mtoto miaka 20 10 anaweza kafa kwa miaka hiyo. Lakini zamani ilikuwa mwiko. Kwa hiyo uasi hauanzi kwenye matendo ya mwili. Uasi unaanza baada ya shetani kukubadilisha kiroho uwe katika mwili. Ndio hapo tunayapata katika Wagalatia matendo ya mwili. Hakuna shetani anayeweza kusurutisha kwenye matendo ya mwili kabla hajabadili maisha ya kiroho yao ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba muungano huu wa wacha Mungu na waovu kulipelekea maovu kwanza kuwasonga wacha Mungu. Hivyo dunia ikaharibika na kujawa na dhambi za aina mbili, yaani tamaa za mwili na vurugu kiasi cha kukasirisha Mungu. Tamaa za mwili na vurugu kiasi cha kukasirisha Mungu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Yesu anataka aishi na sisi kule tunapoishi, sio hapa tunapokutana. Mkutano hautufanyi tuishi na Mungu, ila tunapomwalika Mungu kule tunapoishi, huko ndiko kuishi na Mungu. Ndio maana kuanza kuishi na Mungu, hii Biblia haiondoki mikononi mwako. Lakini sio kama Mungu anataka uishike mikononi mwako, anataka uyaishike mikononi mwako. Ataka uyaishike mikononi mwako. Inapozidi kuwa mbali na wewe, ndipo moyo wako unapozidi kukosa chakula chenye asili ya ushindi. Hakuna anaweza kushinda dhambi na tamaa nyingine asipojaa neno la Mungu. Haleluya. Moyoni mwako nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo moyoni mwako nisipoliweka neno lako lazima nitatenda nini? Na wala watu kutenda dhambi sio kwamba ndo alama ya utakatifu. Mtu ambaye atende dhambi sio alama tu, utakatifu umeshamnyemelea. Nguvu tayari imeshaingia ndani. Sasa kuna moja. Zaburi 119:11. Mstari wa 9. Sasa Mungu anasema kwa moyoni mwangu nimeweka neno lako nisije kutenda dhambi. Na Zaburi 119:9 anasema kwamba jinsi gani kijana isafishe njia yake ni kwa kutii akifuata neno la nani? Kwa kutii akifuata neno la Mungu.
wangu, Mungu msikia kabisa. Lakini fulani Shetani anaamini sana mchakato wa kurudisha nyuma. Anasema ya kwamba ni kama anajigeuza na kuwa kama malaika wa Mungu. Anakuwa malaika wa Mungu anakuja. Mwingine akasema anaweza kufika akaongoza hata ibada, akaimba kama malaika wa Mungu. Ndio maana tunafananisha shetani kama kunguru. Kunguru anaweza kuwa anakula chakula na vifaranga ya kuku, na anachukua labda pumba na mpa kuku, anajisahau, anajua labda wewe ni mjie, anajipanga, halafu anamdaka mmoja tu na anapiga stick kweli kama mwivi haji ili auwe. Shetani ndiye sasa anasema kwamba jina Nuhu linaonekana kuwa ni jina la Kiebrania linalomaanisha mapumziko au faraja. Tunajifunza kile ambacho Mungu angeweza kuwafariji, ambapo tunaona matokeo ya anguko kwa sababu ya uovu kuongezeka duniani. Na hukumu ya Mungu ikawa ni gharika dhidi ya dhambi, ambayo inasisitiza ukweli kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Hapa tunaona kwamba hukumu ya dhambi Warumi 6:23. Hukumu ya dhambi ikaonyesha ukweli kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, yaani kifo. Neno mauti limebeba neno la moja kwa moja, usitumia tafsiri, yaani kifo, yaani kufa, kuwa kwenye jeneza. Ndio kwanza na tunaye Warumi 6:23. Kwa kuwa kila mwenye mwili amejaribia njia zake duniani. Mwanzo 6:12. Hukumu haiepukiki. Hata hivyo, kwa neema ya Mungu, Mungu alitoa safina ili kumwokoa Nuhu na familia yake pamoja na kuhifadhi aina zote za wanyama. Mwanzo 6:20. Tusome Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kalama ya Mungu katika Kristo Yesu ni uzima wa uzima. Tamaa ya dhambi ni mauti. Yaani unahitaji msaada wa Mungu ukiwa mahali pako kwa siri, ukiwa hadharani na kona zote, ili uweze kupigana kwa juhudi zako ya asilimia chache, labda za Yusufu kimbia. Hizo ndio vitu ambazo, lakini kiukweli mshahara wa dhambi sana tunaona kawaida ya watu, kwa sababu tumepata hii neema ambayo Biblia inasisitiza tunapataje kupata suluhisho ukovu. Lakini watu wanalia, yaani anayepata mshahara mtu mwingine, lakini na wewe unalia. Labda anayepata mshahara wa dhambi ni mtoto wako, lakini na wewe unalia. Muda mwingine tunaweka utaratibu kama mtu akiumwa inabidi tufanye michango labda 30 kila mwanafamilia. Mtu amefanya anakula mshahara wake, lakini na wewe unaumia, unateseka. Nuhu naye alipata kazi, aliumia, alitengeneza safina, lakini kwa sababu ya mishahara ya watu wengine. Watu wanaumia, lakini kwa sababu ya watu mshahara wa watu. Timana miongoni mwa vitu ambavyo tunapambana navyo, kuwaambia watu waache. Yaani dunia inapozidi
kufanya ubaya. Si kwamba anaongea na ifanye ubaya tu, hata wewe. Ndio maana tunathibitisha nasema ya kwamba Mungu akitawala vitu fanye watu fanye kukua. Anasema kwamba Nuhu na kizazi chake pengine hawakuwahi kuona mvua kubwa, lakini hakuona shaka, bali alimtii Mungu na kutengeneza chombo kikubwa cha kuvukia mahali hakuna maji mengi. Labda kwenye kizazi chake chote hajawahi kuona mvua kubwa mafuriko, lakini Nuhu alipoambiwa atengeneze safina, alitengeneza. Labda Mungu anaweza kukupa upendeleo. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Labda akajua muda mwaka fulani hakutakuwa na mvua. Hapana, akamwambia tu, mwanangu, weka chakula kingi. Sasa mbona wewe umeishi miaka 50 au 40, sio unaona mvua zinakata? Hamna. Au Mungu akamwambia tu, usiende kwanza. Baki kidogo. Na mtu mmoja akawa anasimulia kwamba siku moja alikuwa anapita njia fulani. Kule nyumbani kwa mwingine simba wanatoroka mgari, wanaenda mtaani. Sasa kama amepanda baiskeli yake, ina breki vizuri kabisa, kila mtu mkali anafunga breki azipige. Sasa Mungu wangu, nafanyaje? Baiskeli inakimbia hayo, inakimbia. Funga breki azipige. Amepita hivi. Sasa yupo kwenye spidi, sasa ndo anamalizia mguu wa mwisho, anaingia upande wa pili. Alipofika mbele anafunga breki. Sasa nini? Kumbe Mungu alitaka avuke lile eneo ambalo simba alikuwa sio. Hata sisi Mungu sio kwamba aseme, ila masikio yamefunga au yamefunga. Ni akawa na imani. Niambia kuwa na imani na Mungu ni heshima kubwa kwa Mungu. Ni kuonyesha unamwamini Mungu. Ni moja ya utii mkubwa sana. Sauli akamwamini Mungu. Akaamini na wale ng'ombe walionona ndio kila kitu kwa Mungu. Asijue Mungu ni Mungu mwenye vyote. Akasema hao ndio kabisa. Na waache kumsikiliza Mungu. Na anamwambia nabii Samuel hadharani kwamba niwaogopa wale watu, naona hawa ni macho. Nabii Samuel anasema umefanya nini? Umefanya nini? Hakuna bora kumtii sauti ya Mungu ukawatii hao. Mungu alijenga sana. Yesu asifiwe. Na sisi tukae kwenye safina. Labda kwa Yesu akaenda